Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na Mahubiri TV, nikukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri cha siku hii ya leo, kipindi cha Na Tuombe. Kwenye kipindi hiki tunapata fursa ya kutosha kabisa ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu, mafundisho ambayo yanakukuza kiroho, mafundisho ambayo yanakufundisha namna ya kupambana katika maisha yetu ya kiroho ya kila siku, elimu ya maombi na hekima za kimungu katika maisha ya kila siku. Lakini mwisho wa kipindi hiki utakuwa na wasaa mzuri wa kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno, ambapo katika ujumbe huo utaandika mambo ambayo unatamani uweze kushiriki pamoja nasi katika maombi. Lakini pia unaweza ukatuma shuhuda zako kwa yale ambayo Mungu amekutendea. Na muda unaporuhusu tutasoma shuhuda zako, na baadhi ya maombi ambayo tunaona yanaweza kusomwa hadharani. Sio yote ambayo yanasomwa hadharani, ni mpaka tuone kwamba yana vile vigezo vya kutunza usiri wa mtu aliyetuma maombi yake. Hata ushuhuda pia, sio kila shuhuda ambayo tunasoma, tunaangalia ile ambayo kweli imebeba usiri wa yule mtu ambaye ametuma ushuhuda wake kwa ajili ya kutunza usiri wa mtu huyo. Lakini pia nikukumbushe ya kwamba tumia nafasi hii kumjulisha rafiki yako. Wale ambao mnaangalia kwa njia ya television, unaweza ukatuma link ya mahubiri haya kwa njia ya YouTube. Wale mnaangalia kwa njia ya YouTube, unaweza ukatuma link ya mahubiri haya. Hapo chini tu kuna sehemu ya kushare link. Tuma kwa watu wengi kwa kadri uwezavyo. Hii ndiyo njia ya kushiriki mibaraka ya kufanya kazi ya Mungu. Na wale ambao mnaangalia kwa njia ya television, huu ni wakati wa kutuma ujumbe mfupi kwa rafiki yako. Mwambie kwamba kipindi kimeanza ili aweze kujumuika pamoja nasi. Kabla ya kuanza kipindi cha leo, basi tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, ninakushukuru sana kwa neema yako. Asante kwa ajili ya kipindi cha siku hii ya leo. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neema uliotupatia ya kuweza kupata uhai, lakini pia na akili timamu za kusikiliza neno lako. Naomba ukatusaidie siku hii ya leo, mimi pamoja na msikilizaji na mtazamaji, utuunganishe kwa kitu kimoja, ukatusikizishe maneno yako ili akapate kuwa nguvu na uhai katika maisha yetu, na tukaone matokeo kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Siku ya leo tuna kipindi kizuri chenye kichwa kinachosema hatua za ukuaji kiroho jipime. Hatua za ukuaji kiroho jipime. Zingatia sana kichwa hiki. Katika maisha yetu ya kila siku tuna ile hali ya kufurahia kukua. Mtoto mdogo anapokuwa, mzazi anafurahi. Vivyo hivyo Mungu naye anafurahi sana akikuona wewe katika hali yako ya kiroho unakuwa. Labda niweke vizuri zaidi. Wewe hapo nani tazama, una vitu viwili muhimu ambavyo hutengeneza kitu kimoja. Na maanisha nini? Una utu wa nje na utu wako wa ndani. Mafungu kadhaa Biblia, Mtume Paulo, Petro wameongea kitu kimoja, ya kwamba ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanywa upya kila siku. Nikodemo alipoongea na Yesu wakati ule usiku, Yesu alimtofautishia juu ya utu wa ndani na utu wa nje kwa kusema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Nikodemo aliuliza hivi kwa sababu Yesu alimwambia lazima uzaliwe mara ya pili. Yeye akadhani ya kwamba Yesu anaongelea kuzaliwa katika mwili, na Yesu akamwambia mtu anazaliwa katika mwili kwa kutokea kwa wazazi wake. Nimetumia paraphrasing, lakini Yesu anaongelea kwamba mtu anapozaliwa kwa roho, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa anaongelea uasili tofauti uliounda mtu mmoja. Mwili wako umerithi kutoka kwa wazazi wako, lakini roho yako umerithi kutoka kwa Mungu. Watu wengi wamekuwa makini kutengeneza mwili wa nje, utu wa nje, wakiwa wanauvalisha vizuri na unapendeza, lakini wanasahau utu wa ndani. Niweke tena zaidi uweze kunielewa. Unaweza ukakuta mtu ana miaka 70 katika utu wake wa nje, lakini ana miezi 2 ya kuzaliwa katika utu wake wa ndani. Kwa hiyo sio umri wa kuzaliwa unaopima umri wa kuzaliwa mara ya pili ndani ya roho. Unaweza ukawa ndani ya kanisa lako ambalo unaamini, dhehebu lako ambalo unaamini, na una umri mrefu kwenye dhehebu lako, lakini siku utakaposikia injili ya kweli inayobadilisha moyo, injili ya kweli inayotengeneza hali yako ya ndani ya upya, hapo ndipo umezaliwa mara ya pili. Siku ya leo nilikuwa ninaangalia, wakati najaribu kusoma vitabu, nikaenda kwenye shelf, nikawa ninatazama shelf la vitabu, nikaangukia karatasi moja ambayo imenishangaza sana.
nikakuta mtoto wetu wa pili anaitwa Daniel ameandika ombi lake, ombi akimwomba Mungu na akielezea ombi lake kwenye karatasi. Nilisoma lile ombi mpaka nikashangaa kwamba ni huyu ninayemfahamu au ni mwingine. Hebu nikusomee kidogo, najua utaliona kwenye skrini yako, lakini hebu nikusomee kidogo. Katika ombi hili, kwa wale ambao mnaangalia kwenye skrini mnaweza mkaliona, ameandika hivi: nataka kumwambia Mungu anisamehe kwa makosa yangu na kwa kufanya dhambi, na anisaidie nisifanye hivyo tena. Ninaamini Mungu atanisaidia, na ninashukuru kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Mwisho akaangalia Daniel D. Mbaga, akaweka sahihi yake hapo. Ukiangalia kiki ambacho amekiandika huyu mtoto mdogo, unakuja kugundua kwamba kuna kitu ambacho kimeingia kwenye akili yake. Nimejaribu kufuatilia vizuri, hata yeye hajui kwamba nimeiona hii karatasi, na huenda anapoona hili somo ndiye anashangaa kwa mara ya kwanza kwamba kumbe nimeiona. Nikahisi kwamba ni wakati fulani ambapo katika masomo yao ya watoto tulijifunza habari ya umuhimu wa kumpokea Yesu katika maisha. Sasa umri wake hajafikia umri wa kubatizwa, lakini ukitazama hiki alichokiandika ni kwamba tayari amemjua Yesu amekuja kufanya nini. Kwa hiyo utamwona ana umri mdogo, lakini kumbe ndani ya roho yake amezaliwa mara ya pili. Unaona jinsi inavyoenda hiyo, kwa sababu ukisoma hii content ya hili ombi lake linaonyesha kabisa amejua kuna dhambi alafu kuna wokovu. Kinachomfanya mtu azaliwe mara ya pili na aweze kuokolewa ni rahisi sana, ni kutambua kwamba kupitia Adamu tunapotea na kupitia Yesu Kristo tunaokolewa, ya kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zangu. Hicho ndicho kitu muhimu sana. Ndipo ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji unakuwa kama ishara ya nje ya mtu aliyezaliwa mara ya pili. Yesu akasema utazaliwa, lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho. Kilichozaliwa kwa roho ni roho, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Sasa twende katika somo letu, tuanze kwenda kwa kina ili kila mmoja ajipime siku hii ya leo. Ukuaji wa kiroho ni safari ya mabadiliko ambapo waumini hukomaa katika imani, wakionyesha uhusiano wa kina zaidi na Mungu. Kila hatua inaashiria uzoefu na mafunzo maalum. Kwa tunapoongelea ukuaji wa kiroho au hatua za kiroho, tunaongelea nini hasa? Rahisi sana. Ukuaji wa kiroho ni safari ya mabadiliko ambapo waumini hukomaa katika imani, wakionyesha uhusiano wa kina zaidi na Mungu. Kila hatua inaashiria uzoefu na mafunzo maalum. Niweke tena vizuri hapa. Maisha ya kimwili ni kopi ya maisha ya kiroho. Kila ugonjwa unaouona katika mwili una mwenzake asili katika roho. Unapoona kuna ukimwi wa kimwili, kuna ukimwi wa kiroho. Unapoona kuna malaria ya kimwili, kuna malaria ya kiroho pia. Unapoona kuna utapiamlo au kwashakoo ya kimwili, kuna kwashakoo ya kiroho. Unapoona kuna kansa ya kimwili, kuna kansa ya kiroho pia. Yaani kila unachokiona katika mwili kina kitu chake pia katika roho. Linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana hapo ndipo itokapo chemchemi ya uzima. Mungu atusaidie tuweze kuelewa hili. Wale ambao wamefuatilia wamekuja kugundua kila wakati ninapofundisha masomo ya kiroho ni kwamba kuna baadhi ya vitu vinatokea rohoni katika ulimwengu usioonekana, na wakati mwingine Mungu anatufunulia kwa sauti ya upole ya ndani, wakati mwingine kwa njia ya kusoma neno lake, wakati mwingine kwa njia ya mahubiri, wakati mwingine kwa njia ya ndoto. Na tunapopuuza tunakuta kuyaona hayo maisha halisi, hasara ikitokea, mgogoro wa ndoa ukitokea, mgogoro wa kielimu ukitokea, halisi katika mwili. Ina maana kama tungelielewa na kumsikia Mungu anapoongea nasi kupitia neno lake. Unasoma Biblia, unaona ujumbe ni wa kwako. Mhubiri anahubiri, unaona ujumbe ni wa kwako. Unasikia sauti ya moyoni, Mungu anakusemesha. Unaweza ukaona ndoto ambayo inakusumbua, ambayo ina maana sio ile ya kula ugali na maharage na nini na kusumbua usiku, sio nayoongelea hapa, au ya dawa za malaria, hapana, sio nayoongelea. Lakini kuna ambayo unakuta ina ujumbe na unakuta kile kitu kinakuja kutokea. Tukijua namna ya kuelewa haya mambo, kuna vitu vingi sana tutakuwa tumeviepusha katika maisha yetu. Sasa sikiliza hii. Ukuaji wa kiroho ni safari ya kiroho. Sasa katika somo la leo nimeweka hizi hatua kadhaa
katika majina ya wadudu au ya wanyama ili uweze kuelewa. Kwa hiyo kila hatua sijaita namba 2, namba 3, nimeipatia jina la kiumbe fulani ili tuweze kujifunza. Hatua ya kwanza ni hatua ya buu. Buu ni nini? Buu ni mdudu ambaye katika lugha ya Kiswahili rahisi, ndugu zangu wa Kenya na wa Kongo, ili tuweze kuelewa vizuri, kuna kiumbe ambaye tunamuita katapila au finyofinyo, ambao unamuona kwamba yule mdudu anapenda kula mahindi, anaweza akala matunda, anacheza namna hii, ndivyo anavyofanana. Kwa katika zile hatua za ukuaji wa kipepeo kuna kile kitendo cha kuwa na yai, alafu ndipo anakuja hiyo lava au katapila, vyote tutakavyoita, lakini tunapata hilo buu ambayo ni yule ambaye anacheza. Sasa sikiliza vizuri. Hatua hii ya buu inawakilisha mwanzo wa maisha ya kiroho, ambapo mtu ana imani mpya na anaanza kujifunza. Waumini katika hatua hii ni kama watoto wachanga wa kiroho wenye shauku ya kukua, lakini wanaelewa tu mafundisho ya msingi ya Ukristo. Ukristo una mafundisho yake ya msingi. Tukisema kuna mafundisho ya msingi, ni kama vile nyumba. Unapojenga nyumba lazima iwekwe msingi na zile nguzo zake. Lakini baada ya hapo, ili nyumba ipendeze, tunaanza kutengeneza madirisha, tunaanza kutengeneza kuta zake, tunazipendezesha. Kwa hiyo kuna watu wako kwenye level ya msingi, kuna watu wako kwenye level labda ya kutengeneza nguzo. Sasa wengine anapomuona Mkristo mwenzake yupo kwenye level ya msingi, anaanza kumkosoa kwa sababu hamuoni katika level ya madirisha na level ya decoration ya kupendezesha. Hapana, unambemenda, unamlazimisha kukua katika level ambayo hajafika. Na Mungu anamtambua mtoto wake, anamchukua hatua kwa hatua hadi afikie level ya hali ya juu sana. Na tumewakwaza Wakristo wachanga kwa sababu tunawalazimisha wafikie level za kiroho ambazo huenda wewe umefika, lakini yeye bado hajafika. Na Mungu atusaidie sana. Sifa za buu ni zipi? Buu ni kiumbe mdogo na tegemezi anayejulikana kwa ulaji wake mkubwa wa majani kwa lengo la kukua na kujijenga. Ndio maana hawa, au viwavi kwa lugha nyingine, huenda nitumie hiyo lugha lakini huenda isiwe sahihi sana, lakini hawa wadudu hawa mabuu wanapovamia mboga, kama wakivamia usiku, itokee kipepeo alitaga mayai yake pale kwenye mboga zako, asubuhi ukiamka utakuta tayari jani limeliwa vizuri kabisa. Maana wako bize kula kwa bidii sana ili wakue waende kwenye level nyingine. Mkristo huyu ana sifa za buu. Utamwonaje? Hebu tuangalie tabia za buu zingine. Ulaji wa bidii ili kupata nguvu za kukua. Anaonyesha shauku na udadisi, ingawa anaelewa kidogo kuhusu ulimwengu unaomzunguka. Zingatia sana hii sentensi. Huyu Mkristo ana shauku ya kukua kiroho, ana shauku ya kusoma neno, ana shauku ya kusikiliza wahubiri, ana shauku ya kula neno, maana ndio wakati wake wa kukua. Anajua kidogo sana kuhusu ulimwengu unaomzunguka. Ndipo namhurumia. Buu anapokula sana majani, hajui kuna ndege wanaomwangalia, hajui kuna kuku wanaomtazama. Yeye yuko bize kula jani, hajui kuna siku anaweza kapigwa dawa akafa, hajui. Lakini kipepeo yeye anaruka, maana anajua yuko level ya juu. Kuna bwana mmoja alikuwa ananifuatilia sana akiwa nchi fulani na hifadhi jina lake na nchi alikotokea. Akampokea Yesu kule alipo. Aliporudi Tanzania, kama mnavyojua, si rahisi kukutana na watu wote ambao ninawahubiria, maana ni wengi. Ukiangalia kwenye YouTube channel yangu kuna viewers milioni 30. Kwa hiyo hao wote ni ngumu kuwahudumia. Kwa Mungu amegawa karama. Kwa unakuta kuna makanisa ambayo yanawahudumia watu hao wanapompokea Yesu kule Kongo, kule Bukavu, kule Goma, kule Kisangani. Natoa mifano kwa ndugu zangu wa Kongo zaidi, wanaelewa. Kule Kivu ya Kaskazini, wanajua haya. Ukienda kule Nairobi, Mombasa, ukienda kule Burundi, ukaenda kule Bujumbura, maeneo mbalimbali wanaweza kuyataja. Kwa hiyo siwezi kufika huko, lakini kuna makanisa wanaenda kusali. Sasa huyo mtu alivyokuja Tanzania, akatafuta kanisa la Waadventista wa Sabato, akaingia akasali. Kwa kuwa yuko level ya buu, ana shauku ya kujua neno, ana shauku ya kusoma, akakutana na watu ambao ni wapotoshaji. Wakati ule nimefurahi kujua amekuja Tanzania na ameanza kusali. Akakutana na watu ambao ni wapotoshaji. Kumbuka, buu hajui hatari zinazomzunguka. Na wapotoshaji wanaonekana kuwa wa kiroho kuliko waumini wengine wote.
akaingia kwenye lile kundi kwa sababu ya ile hamu ya neno, akajikuta mpaka amepotoshwa, ametolewa nje ya mstari, na ni ngumu kumrejesha. Maana wale walivyo mara nyingi wanaaminisha kwamba wengine wamepotoka, msiwasikilize, wao ndio wako sahihi. Na kwa vile anaweza akasoma lile neno na akakutafsiria, unaweza ukamwona yeye ndio yuko sahihi. Huyu Mkristo wa namna hii ni mpaka muujiza utendeke wa kuweza kujua kile kinachoendelea ili aweze kupona. Levo ya buu, sifa zake ni zipi? Ni ulaji wa bidii ili kupata nguvu za kukua. Anaonyesha shauku na udadisi, ingawa anaelewa kidogo kuhusu ulimwengu unaomzunguka. Mnaonifuatilia ni mashahidi katika hili. Nimekuwa nikisema mara kadhaa, usitishiwe na mtu anayeshika Biblia, usitishiwe na mtu anayesema kwa jina la Yesu. Hapana. Kwa lugha nyingine, kila kinachosemwa na mhubiri yeyote, jumlisha mimi, kithibitishe katika neno. Ukithibitisha katika neno, kithibitishe katika neno. Ukithibitisha katika neno, itakusaidia kuwa na msimamo wako wewe uliojengwa katika neno na sio mchungaji Mbaga. Ndiyo maana niko tayari kuwa challenged. Niko tayari kwa mtu anayeniambia, mchungaji, hapo uliposema umepotoka, na awe ni mtu ambaye ana lengo la kunisaidia. Niko tayari kujadili, na nikiona kuna mahali nimefundisha vibaya, niko tayari kurudi kwenye televisheni kama hii nikasema siku fulani nilisema hivi, lakini nilikuwa siko sahihi. Kwa sababu kwani mimi ni nani? Mimi sio Mungu, mimi ni mtu, kwa hiyo naweza nikakosea. Sasa Mkristo ambaye yuko kwenye levo ya chini, anaposikia mchungaji Mbaga anaongea, anaweza kuamini kama vile mchungaji Mbaga anachokisema hawezi kukosea. Hapana, utakuwa umekosea sana kuniweka kwenye hiyo levo. Nisikilize, nithibitishe kwenye neno. Ukiona kuna mahali hujanielewa, niulize. Ndio maana kwenye YouTube tunasema ya comment. Mtu anatuma pale komenti zake, anauliza swali na anaeleweshwa vizuri, anaweza akaelewa. Mkristo katika levo ya buu ana jitihada ya kimaandiko, lakini hajui hatari inayomzunguka. Sikiliza. Kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 fungu la 2 anasema, kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, yatamanini maziwa ya akili yasiyoghoshiwa, ili kwa hayo mpate kuukulia wokovu. Unaweza ukawa umempokea Yesu na umeokolewa. Kwa lugha nyingine tuliozoea, umeokoka, lakini usiukulie wokovu, ukabaki pale pale. Unapoukulia wokovu, kuna baadhi ya vitu hata kama vilikusaidia kuona wokovu, utakuja kugundua kwamba havifai. Sasa inabidi uachilie uende kwenye vitu vingine. Ndio maana tuna madhehebu mengi. Haya madhehebu mengi yana msaada gani? Usiyakosoe madhehebu kusema tu ni mabaya, ni mabaya. Hapana, hapana, hapana. Ni kweli kuna madhehebu ya shetani, hata kama unajiita wa Kristo. Yapo. Lakini sio wote. Madhehebu yanatusaidia nini? Kuna kitu ulifundishwa kwenye dhehebu lako, ukampokea Yesu, lakini dhehebu lako likakufikisha mwisho. Hapo halita kuongezea kitu kingine zaidi. Utakuja kukipata kwenye dhehebu lingine ili ukulie wokovu. Sikiliza. Kwenye kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 5 ukurasa wa 221, kuna maneno haya: tunapaswa siku zote kuwa wanafunzi katika shule ya Kristo. Haijalishi uzoefu wetu umekuwa vipi, muda gani tumekuwa katika njia, bado kuna mengi ya kujifunza. Narudia tena, mimi hapa unavyoniona na degree ya theology, masomo ya Biblia hayo, lakini hakuna siku ambayo ninaona kwamba nimejua kila kitu. Najifunza, nasoma kila siku. Kila siku. Ukiingia ofisini kwangu utakuta upande wangu wa kulia shelf limejaa vitabu. Utaona upande wa kushoto kwenye meza pamejaa vitabu. Ukiingia kwenye iPad yangu imejaa vitabu. Kwa nini nahangaika na haya mambo? Sijawahi kuamini kwamba nimetosheka. Shule ya Kristo ni pana. Usijifungie katika elimu. Usijifungie katika ujuzi. Nilikuwa najadili na mtu mmoja ambaye nadhani huenda ananifuatilia hata sasa hivi, tulikuwa tunachat kwenye WhatsApp. Amekutana na story moja ya watu ambao wanabatiza watoto wa miaka 10 na kitu hapo. Kwa hiyo akaanza kuniambia, mchungaji, na maana sasa hivi tunaruhusu ubatizo wa watoto wadogo. Tukaanza kujadiliana hapo, nikamwambia kuna tofauti ya vitu viwili. Kuna infant baptism na children baptism. Ni vitu viwili tofauti. Kuna ubatizo wa watoto wachanga na ubatizo wa watoto. Children na infant ni vitu viwili tofauti.
Kwa hiyo tukaanza kuona kile ambacho roho ya unabii inakisema kuhusu mambo hayo. Taratibu tukaanza kuangalia taratibu, hatujafika mwisho. Lakini maana yangu ni kwamba katika mazungumzo nikamwambia kuna watu wawili ambao wanauliza maswali. Kuna mtu anauliza maswali ili aweze kuelewa. Kuna mtu anauliza maswali ametengeneza hitimisho tayari. Hasa huyu wa pili ni ngumu kumwelewesha, maana kila utakachomwambia atakuonyesha upande wa pili. Kwa mfano nilipomwonyesha dondoo moja ya Ellen White ambayo inasema kwamba mzazi, naweza nisinukuu exactly kama ilivyo, mzazi lazima ahakikishe kwamba mtoto wake ambaye anahitaji kubatizwa ameelewa vizuri maana ya ubatizo na kile ambacho anahitaji kukifanya, maana ubatizo ni maamuzi sahihi. Nikamwambia ni mtoto gani anayeongelea hapo? Akanijibu akasema, mimi hata kama na miaka 40 bado ni mtoto kwa mzazi wangu. Wakati ukiangalia kinachosemwa pale hakiongelei mtu wa miaka 40 kwa mama yake au kwa baba yake. Hata mimi nayeongea na wewe mbele ya baba yangu na mama yangu, mimi bado ni mtoto, lakini sio kinachoongelewa hapo. Kwa unakuta kuna saa tunajifunza au tunauliza maswali ili kusimamia msimamo wetu. Hatutaki kitu kipya kiingie. Mtu wa namna hii hawezi kujifunza. Mkristo wa namna hii hawezi kujifunza. Ndio maana hata wakati mwingine kwenye peji yangu ya Instagram watu wanashangaa, mchungaji, mbona kuna saa unarusha masomo ya wachungaji wasio wa Sabato? Ni kwa sababu mimi elimu yangu ya kiroho haifungwi na dhehebu, inafungwa na Biblia. Yaani mtu atakaposema kitu ambacho ni kinaungwa mkono na Biblia, siangalii dhehebu lake. Na mtu anapoongea kitu ambacho kinapingwa na Biblia, siangalii dhehebu lake. Hata kama ni Msabato, simkubali kwa sababu eti ni Msabato. No, Biblia ndio final. Madhehebu ni gereza ambalo linafunga watu wengi wasipate elimu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo angalia vizuri kile ambacho anakisema mtumishi wa Mungu Ellen White hapa. Anasema tunapaswa siku zote kuwa wanafunzi katika shule ya Kristo. Haijalishi uzoefu wetu umekuwa vipi, muda gani tumekuwa katika njia, bado kuna mengi ya kujifunza. Muamini mpya anajiunga na kikundi cha masomo ya Biblia ili aweze kujifunza, ambayo yupo katika level ya buu ili aweze kula na kushiba. Hatua ya pili mimi nimeita hatua ya kaka kuona. Kaka kuona ni nani? Nashukuru kwamba tunapoongelea hizi hatua kaka kuona buu, utaona slide hapo ya picha za hawa viumbe ili angalau uweze kupata picha yake jinsi ilivyo. Kwanza tuangalie hatua ya kaka kuona ni hatua gani, afu tuangalia huyu mnyama jinsi alivyo. Hatua hii inaashiria kipindi cha tafakari ya ndani, kujitenga na ushawishi wa kidunia na kutafakari kwa kina kiroho. Ni wakati wa mabadiliko ya ndani yanayoendelea kwa siri. Sifa za kaka kuona ni zipi? Nakumbuka kule Arusha, nakumbuka hiyo Dar es Salaam, kaka kuona akionekana watu wanaanza kujaza majembe, wanaweka hapo visu, wanaweka na mishale ili awatabirie kwamba huo ni mwaka wa njaa, wa vita au wa nini. Na baadaye kule alikoelekea yule mdudu ndipo anaamini ya kwamba ndicho ametabiri hicho kitu, kwamba akielekea kwenye mahindi mengi au mchele anasema huu ni mwaka wa mavuno. Akielekea kwenye mishale au mikuki anasema huu ni mwaka wa vita. Kitu kama hicho. Kuna namna ambavyo wanatafsiri hivyo. Mimi siamini kama kweli inaweza ikafanya kazi sana, sitaki kuingilia huko. Lakini yule ndiye mnyama ambaye ninaongelea habari zake, au kiumbe ambaye ninaongelea habari zake. Kiumbe huyu ni kiumbe aliyefungwa na kimya, anayepitia mchakato wa mabadiliko makubwa ndani ya gamba lake. Kwa unaweza ukamwona ukimgusa tu anajikaba pop, anatulia hapo hapo. Tabia za kaka kuona, moja ni kujitenga. Ndio maana anaonekana kwa nadra, hataki aonekane sana, anajitenga. Lakini pia sifa yake nyingine ni kutulia na kufanya kazi ya ndani ya kujibadilisha. Kwa hiyo anaweza akatulia kabisa kama vile hayupo, anabadilika ndani ya gamba lake. Kwa hiyo kama tabia yake ilivyo ni kujitenga, ni kutulia na kufanya kazi ya ndani na kujibadilisha, anaonyesha subira na kujitolea kwa mabadiliko. Hii ni hatua ya pili ambapo Mkristo anaachilia neno la Mungu liweze kumbadilisha hatua kwa hatua. Bado ana vitu anapambana navyo, ana dhambi anapambana nazo, hataki watu wazione. Kaka kuona akija kanisani hivi akiwa ametulia hapo kanisani, mnaweza mkasema jamani, mcha Mungu ni huyu. Lakini mwenyewe moyoni ukimuuliza nakwambia bado anapambana na sigara, anakwambia bado anapambana na pombe, ila hamjui tu. Anaelezea bado anapambana na zinaa, lakini akija kanisani hamwezi kujua. Bado anapambana na kuangalia pornography, bado anapambana na kucheza kamari, bado anapambana na hasira, anapambana nayo bado tamaa mbaya, bado anapambana nazo, lakini haachi kuja kanisani. Na wakati mwingine kuna sana anapambana na hiyo hali, anasikia hatia ndani ya moyo wake. Mnaweza mkamwona amepotea kabisa, haji kanisani, haonekani.
kaka kuona, au akija anakuja akiwa amechelewa, ili watu wasimuulize maswali. Maana kuna wakati mwingine anahisi kama watu wanasikia harufu ya sigara yake. Kuna wakati anaona kama vile watu wakimtazama kwenye macho wanaweza wakahisi kwamba bado anavuta bangi. Kwa hiyo anakuja muda ambapo kanisa limejaa, na akiingia akikaa pale kanisani, mchungaji akisema endendeni kwa amani ya Bwana, akishasikia hivyo ndio wa kwanza kutoka ili msimuulize maswali. Tukijua kwamba kuna Wakristo wa levo ya kaka kuona, tutajifunza ni maswali gani tuwaulize na maswali gani tusiwaulize. Ukimwona mtu amepoteza muda mrefu sana hajaja kanisani, Sabato 2, 4, 5 hajaonekana, umemwona kanisani, acha kumuuliza ulikuwa wapi siku zote. Umepotea siku hizi, unadoji ibada, unamfukuza. Sasa sema mchungaji, tusipowauliza tena wanaona kwamba hatuja wajali. Kuna lugha za kutumia. Msalimie, ndugu yangu, hujambo, habari, nimefurahi kukuona. Inatosha. Ina maana muda wote ambao mimi sijakuona nilikuwa sijisikia amani. Acha kumjaza maneno. Wewe ulibatizwa juzi tu, unaacha kuja kanisani, utakufa kiroho. Hayo maneno yote ni ya nini? Ni kaka kuona, yuko level ya kaka kuona. Mungu atusaidie sana. Kwenye kitabu cha Zaburi sura 46 fungu la 10 anasema, tulieni mjue ya kuwa mimi ni Mungu, ninakuzwa katika mataifa, ninakuzwa katika dunia. Tulisoma katika somo la Jumatano iliyopita hili. Wakati wa utulivu ni wakati muumini amepambana na dhambi zake za siri, anataka kuziacha, anajikuta ameanguka pale pale. Ni wakati muumini anapambana kama Yakobo usiku, akimwambia Mungu, sikuachi mpaka unibariki. Wakati familia yake imelala kitandani, wakati wake zake wamelala na watoto wake wamelala, watumishi wake wamelala, yuko peke yake na Mungu. Hakuna aliyejua Yakobo alikuwa anapambana na nini. Nami naongea na wewe ambaye ni muumini, upo levo ya kaka kuona, ambapo kuna vitu bado unavificha, utaki watu wajue. Na mimi nakutangazia hili leo. Usiache kuja kanisani, usiache kuja katika maombi, usiache kutoa zaka na sadaka zako ukidhani kwamba Mungu hakupendi. Uko levo ya kaka kuona, endelea kuwa katika hiyo levo. Usiwaambie watu changamoto unazopitia sana, maana baadhi ukiwaambia watakutangaza. Mwambie Yesu. Umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Hajasema mwambie mtu, mwambie Yesu sumbuko lako. Umechoka? Je, umesumbuka? Mwambie Yesu sumbuko lako. Unayalilia yapitayo, mwambie Yesu pekee. Au walemewa na dhambi rohoni, mwambie Yesu pekee. Kwa nini mwambie Yesu pekee? Unalemewa na dhambi moyoni, uko katika levo ya kaka kuona. Watu wengine hawawezi kujua unachokipitia. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Mwambie Yesu. Hatua ya 3 ambayo ni muhimu sana ni hatua ya mapambano, kujitoa kuwa huru. Hii izingatie sana. Izingatie sana. Naomba hapa unisikilize ninapoielezea hii. Hatua hii ni ipi? Hii ni hatua ya changamoto ambapo waumini hukutana na majaribu, vishawishi. Sikiliza vizuri hapo. Hukutana na majaribu, vishawishi. Sasa wakati huu ambapo wanakutana na majaribu na vishawishi vya kila namna, wakati huu muumini anapambana sana, maana vishawishi ni vingi, anakumbana na vitu vingi na vipindi vya ukavu wa kiroho. Mapambano haya ni muhimu kwa kujenga nguvu na uvumilivu. Mungu atusaidie sana. Huu ni wakati gani? Mnakumbuka nimeelezea wakati wa kipepeo, kwamba kipepeo anakuwa katika levo ile ya yai, alafu anakuja kuwa katika levo ya buu au lava, sijui nisemeje, sitaki kuingia huko sana, sitaki kukosea, lakini anapokuwa katika ile level ya lile buu ambalo anacheza nalo, kuna saa kipepeo yule anatulia kabisa. Nakumbuka nikaita kaka kuona, ni wakati wa utulivu kabisa.
Anapotulia katika ile levo ya kutulia kabisa, baadaye kipepeo anakuja kupasua ile levo, anatoka, anakwenda kuwa huru, anapepea, anatoka nje. Wakati anapotoka nje, anakumbana pia na changamoto nyingi. Akiwa yuko ndani katika ile levo ya utulivu, lile gamba la kipepeo la nje kama unavyoliona, la kabla hajawa kipepeo kama unavyoliona katika skrini yako hapo. Akiwa yuko ndani ametulia, hakuna shida yoyote, hakuna changamoto. Yuko ametulia kabisa. Ametulia kabisa. Lakini anapotoka sasa, anapambana na vitu vingi. Mapambano haya pia ni muhimu, maana inabidi aanze kufanya mazoezi ya kupiga mabawa yake ili aweze kuruka. Aende akatafute sasa maua mazuri ili aweze kula. Kipepeo katika hatua hii ni kiumbe anayepambana kutoka kwenye ukakakuona, ule utulivu wa kile kiumbe cha ndani ambacho kimetulia tu. Ametulia pale, ametulia pale, ametulia pale. Anatoka katika hiyo levo ya utulivu, anatoka katika levo ya kakakuona au ya kuwa lile lililotulia tu la kipepeo lile. Anapotoka hapo sasa, akiwa na nguvu mpya zinachipuka. Wakati huu ni kupambana kwa bidii na maumivu ya mchakato wa kujitoa. Anaonyesha uthabiti na azimio. Mkristo anakuwaje katika levo hii? Unapoanza kutoka katika levo ya kupepea na kujitegemea sasa, majaribu yanakuwa ni mengi na majaribio, na Mungu anaruhusu ya kupate ili kukupa uimara. Ndipo mtu anajiuliza, niko ndani ya Yesu Kristo, lakini mbona bado nasikia wachawi wanacheza nje ya nyumba yangu? Mungu yuko wapi? Niko ndani ya Kristo Yesu, lakini mbona naona bado kuna hasara katika biashara? Ni wakati wa kufundishwa kupambana. Ni wakati wa kukomaza misuli ya imani. Mtu mmoja aliimba, majaribu ni mtaji wa kuifanya imani yako iwe imara. Usikatae majaribu, usikatae majaribio, nitumie hii lugha, ila tafuta kufanywa kuwa imara. Usiyakatae. Ikiwa Mungu ameruhusu yaje, acha yeye mwenyewe atakupa uimara. Usijipeleke katika majaribu wewe mwenyewe, usijipeleke. Yeye kama ameruhusu yaje, ukitoka hapo utakuwa kama dhahabu. Ndio wakati ambapo unakuta upo kanisani, lakini kuna waumini wenzako wanakusengenya. Ndio wakati ambapo unajikuta unafanya kazi kwa bidii ya Mungu, lakini kuna watu watasema unajipendekeza. Ndio wakati ambapo Mungu amekubariki uchumi, umeamua kulibariki kanisa kwa fedha zako, kuna watu wanasema anajidai. Ndio wakati ambapo unajitoa kwaya ikiitwa kwenda mahubiri wakati fulani, na wewe unajitoa unaenda, kuna watu wanasema hana kazi. Ndio wakati ambapo umejitoa kuwa mhazini wa kanisa, unafanya kazi kwa uaminifu kabisa, lakini kuna watu wanasema anapiga hela. Hapo ndipo imani yako inapimwa na Ukristo wako unapimwa. Ulimfuata Yesu au ulifuata watu? Wakati kama huu ni wakati muhimu sana. Kwenye kitabu cha Steps to Christ ukurasa wa 12 anasema, ni kupitia magumu ndipo tunaletwa karibu na Mungu, tukiwa tumepimwa na kujaribiwa katika tanuru la mateso. Yakobo 1 fungu la 2 mpaka la 3 anasema, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu ndugu zangu, mkianguka katika majaribu ya namna mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Mungu akusaidie uweze kuelewa, hakuna jaribu lolote litakalokuja ambalo halina faida kwako. Kila jaribu litakalokuja lina faida kwako. Kazi yako ni kumsikiliza Mungu tu. Kazi yako ni kumsikiliza Mungu. Jaribu limekuja, msikilize Mungu. Kuna zito limekuja kwenye ndoa yako, acha kukimbia, msikilize Mungu. Kuna namna unaimarishwa. Kuna gumu limekuja kwenye biashara yako, usiende kwa waganga, msikilize Mungu, anahitaji kuimarishe. Jaribu limekuja katika afya ya mwili wako, umepigwa na ugonjwa, umeomba, unaona bado hutokezi, msikilize Mungu. Ni wakati wa kuimarishwa wakati huu. Namba nne,
ni ile hatua sasa kipepeo anaruka na kutembea. Kumbuka hii ya kipepeo kutoka katika uhuru, nimekuambia anajitoa katika lile ligamba lake la ndani la ukaka kuona lile, anatoka mle ndani kwenye lile wanaona kipepeo wanaelewa. Na wakati wa kutoka ule una maumivu, maana inabidi lipasuke. Kuna majaribu yanauma. Kuna saa unapitia jambo mpaka unauliza Mungu uko wapi. Kuna saa unaomba mpaka unasema Mungu yuko wapi, lakini upati majibu kwa wakati ule. Maumivu ni mazito, unapitia maumivu mazito. Kubali, ndio wakati wa kutoka. Sasa unapotoka, kuna kipepeo kuruka, kutembea katika maisha mapya. Anaanza kuruka na kutafuta maua yake sasa. Hatua hii inawakilisha maisha mapya katika Kristo yenye alama ya furaha na ujasiri wa kiroho. Waumini wanaonyesha utayari wa kushiriki Injili na kuishi maisha yanayoonyesha upendo wa Mungu. Wakati huu unaangalia maisha yako ya Ukristo wa nyuma, majaribu uliyopitia, unayatazama mpaka unasema, I say, lile jaribu lilikuwa ni zito, lakini Bwana asifiwe maana amenitoa. Unaanza kuangalia maisha yako ya nyuma yalivyokuwa magumu, ulivyokuwa unapitia mambo, ulivyokuwa changamoto ulizopitia, unazitazama kwa nyuma. Sasa umemjua Kristo, umejua upendo wa Kristo, umekomazwa kiroho, unaanza kufurahia ndani ya Kristo. Kufurahia ndani ya Kristo maana yake ni nini? Ni kupata amani ipitayo fahamu za kibinadamu. Yani unaingia hasara ya biashara yako, lakini unatabasamu ukijua Bwana anakwenda kukulipa kama alivyomlipa Ayubu. Mwisho wa Ayubu ulikuwa mzuri kuliko mwanzo wake. Unaona ukomavu ulivyo. Kipepeo anaruka, anatambaa, upepo unampiga kipepeo, hata kama akidondoka anainuka tena. Ni levo ya Ukristo ambayo umeanza kujua nguvu za Mungu jinsi ilivyo. Unalala kitandani, unaamka asubuhi umechanjwa chale. Badala ya kulalamika kama zamani, unamwambia Mungu, ninakushukuru maana walivyokuja kunichanja, walivyokuja kunikata koromeo uliwazuia. Badala ya kunikata koromeo wakachanja. Haleluya. Unaanza kukomaa, unaanza kutembea katika uhuru wa Kristo. Unatoka levo ya kuwa mlalamishi, unaingia levo ya kushukuru. Shukuruni kwa kila jambo. Ukiwa katika levo ya chini, huwezi kuelewa maana ya neno shukuruni kwa kila jambo. Huwezi kuelewa. Mtumishi wa Mungu mmoja katika Tanzania hii alifiwa na mtoto wakati yupo kwenye mkutano wa Injili. Lakini wakati uko pale anapewa taarifa mtoto wake amekufa, kijana mkubwa, kipenzi cha baba, akaamuru maiti iwekwe mochwari. Akamaliza mkutano wa Injili, ndipo mwishoni anawaambia watu, nimefiwa na mtoto. Hiyo ni level ya hali ya juu sana. Unajua kwa wengine wanaweza kusema ametoa mtoto kafara, muabudu mashetani huyu. Kwa nini asipige kelele? Kwa nini? Tena anawaambia watu, hebu tuimbe kidogo tumshukuru Mungu. Hiyo ni level ya juu ya uhuru. Unajua kifo sio mwisho wa Mkristo. Unajua kifo sio kwamba umefika mwisho wa yule. Unajua kwamba ni pumziko la muda, ufufuo wa baadaye kwa kila aliyempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Rafiki yangu, kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 5 fungu la 17, mtumishi wa Mungu Paulo anasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Unakumbuka mwanzoni nimekuambia kwa levo hii unayatazama majaribu yako huko nyuma na unashangilia jinsi Mungu alivyokutoa. Tena kuna sana unajitazama ulivyokuwa unalialia wewe mpaka unajicheka mwenyewe. Nilikuwa kilizi wakati kwa levo ya chini ya kiroho. Nilikuwa nalia ovyo, lakini leo hii unapitia jaribu zito, badala ya kulia unatabasamu. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ni levo ambayo dhambi zilizokushinda huko nyuma, zilikuwa ngumu kwako, Mungu amekushindia, unazitazama. Ulikuwa unaogopa kupita karibu na baa, maana ukipita ukisikia tu ile harufu ya pombe umeingia, umekunywa pombe. Leo hii unapita pale pale baa ilipo, lakini hamu ya pombe haipo. Ulikuwa unaogopa kupita maeneo machangudoa wanapojiuza, maana dhambi ya zinaa imekukamata kiasi kwamba ukipita tu unanunua. Leo hii unakatiza na unawatazama na mwili umekufa, sio wewe tena. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
Mungu atusaidie sana. Ni levo ya juu. Lazima Ukristo wako ni Ukristo ambao bado unaendelea kupita. Unakuwa. Kitabu cha The Desire of Ages ukurasa wa 324 kuna maneno haya: tunapokuja kwa Kristo, nguvu mpya huchukua umiliki wa moyo mpya. Mabadiliko hufanyika ambayo mwanadamu hawezi kuyafanya mwenyewe. Ni kazi ya kimungu ikileta kipengele cha kimungu katika asili ya mwanadamu. Wow. Sikiliza vizuri hapa. Unapitia mabadiliko ya kimungu, ambapo dhambi ambazo na matendo ambayo hapo nyuma ulikuwa ni shida kwako, mpaka unajiuliza hivi ulishindaje? Ni kazi ya kimungu. Hii sentensi naipenda sana. Anasema hivi, ni kazi ya kimungu ikileta kipengele cha kimungu katika asili ya mwanadamu. Hakuna mtu anayeweza kushinda dhambi kwa nguvu zake, ni mpaka msaada wa Roho Mtakatifu, msaada wa kimungu. Levo ya zamani, ukianguka dhambini ulikuwa unalia mpaka unagoma kwenda kanisani, maana unajiona kama vile hufai. Umesahau Mungu yupo pote wakati wote, omnipresent, kwamba ukiacha kwenda kanisani kwa sababu unajiona ni mwenye dhambi, kwa sababu eti Mungu yuko kanisani, kwa hiyo unaogopa kwenda kanisani kwa sababu una dhambi, unasahau Mungu yuko chumbani kwako, maana Mungu yuko pote wakati wote. Unaona ujinga wa kiroho huu? Mimi siendi kanisani kwa sababu nina dhambi. Unasahau pale pale ulipo Mungu pia yupo. Unasahau hata wakati ukitenda dhambi pia alikuwepo, ila haingilii uhuru wa mtu. Mungu atusaidie sana. Ni bora kumwona mtu aliyekuja kanisani ananuka pombe kuliko aliyebaki nyumbani, maana aliyebaki nyumbani ana ujinga wa kiroho, hajui Mungu wake yuko wakati wote. Muamini ambaye awali alikuwa na mashaka sasa ni jasiri, ambaye alikuwa na wasiwasi sasa ana amani, akihudumia wengine na kushiriki imani yake kwa furaha. Kama kipepeo, muamini amejaa uzima na nuru ya Mungu. Atatoa sadaka bila kujali magoli yaliyowekwa katika kanisa lake. Atatoa zaka bila kujali asilimia, maana yuko levo ya juu kabisa. Huyu muumini atakuwa anafanya kazi ya Mungu bila kujali watu wanasemaje. Atasaidia maskini bila kuchukua kamera. Atabariki kazi ya Mungu bila kujali ameomba msaada au hajaombwa. Unaona levo inavyokuwa ni levo nyingine, hii ya juu sana, ya juu sana. Hatua ya 5 ambayo ni muhimu sana katika mambo yetu haya ya wokovu ni hatua ya kudumisha moto wa wokovu. Hatua zote hizi ukizitazama ni hatua za badiliko, lakini utashangaa sana mchungaji, kama mtu amefikia level ya kipepeo ya kuruka katika uhuru, ya kwenda kwenye ua hili na kula, na kwenda kwenye ua hili na kula, anapata matunda. Yani huyu muumini amefikia level ambayo ana uhuru na kufurahia kuwa ndani ya Kristo Yesu. Ndio ile hatua ya 4 ya uhuru na amani. Unajua, kama wewe ni Mkristo lakini bado amani ya Kristo haijatawala, uko level ya chini bado. Kwa hiyo nielezee kidogo kabla sijaruka kwenda hatua hii ya 5. Bado uko level ya chini bado. Hebu nikupe mfano wa level za juu katika Biblia, baadhi tu nikupe mfano jinsi level inavyokwenda. Unamkumbuka nianze na Petro kwanza. Petro alikamatwa baada ya Yakobo kuchinjwa na mtawala wa Kirumi. Petro alipokamatwa akawekwa ndani. Biblia inasema akawekwa katikati ya askari kadhaa, walitajwa pale idadi yao, lakini yeye akalala usingizi. Mkristo wa level hii ni level ambayo sio mkamilifu, utaona hapo mbele. Anapitia changamoto lakini hazimkoseshi usingizi. Mchungaji, hii inakuwaje? Mme wake bado ni mlevi, mme wake bado ana wanawake wengi nje, lakini huyu mama badala ya kupambana kwa nguvu za kimwili, anapambana kwa nguvu za kiroho. Anaomba akitafuta hekima ya Mungu aishije na mme wake. Sikiliza vizuri hapa.
lakini wakati huo huo amani ya Kristo inatawala, analala usingizi. Ukijikuta una changamoto ya ndoa na hulali usingizi, bado uko level ya chini, bado hujanielewa. Kulala usingizi wakati wa changamoto haina maana changamoto imeisha, ila umejua kumkabidhi Kristo aishughulikie. Petro akalala katikati ya askari. Kanisa kule linaomba, kanisa kule linaomba, kanisa kule linaomba. Yeye amelala, kanisa kule linaomba, hadi malaika alipotumwa akafungua gereza, akafungua milango, akamgusa Petro, vifungo vikakatika, akamwinua. Lakini Petro anaona bado kana kwamba yupo kwenye maono, maana ni mzee wa maono. Alishawahi kupata maono ya wanyama wa aina zote wakishuka. Kwa hiyo nafikiri na leo pia yupo kwenye maono. Angalia Paulo na Sila, wameenda kuhubiri Injili, wametoa pepo, na baada ya kutoa pepo, Paulo na Sila wakakamatwa kwa kusingiziwa. Na wamekamatwa kwa kusingiziwa, wamefungwa gerezani, hawamlaumu Mungu. Ingekuwa ni wewe, yani Mungu, mimi nakufanyia kazi, alafu huku nyuma duka langu linavunjwa, naibiwa. Yani Mungu, mimi nimetoka kwenda kuhubiri, alafu huku nyuma mtoto wangu anaumwa. Unasikia hayo maombi ya lawama hayo? Level yako bado iko chini. Yani Mungu, nimeenda kwenye kazi yako, alafu gari yangu inapata pancha. Uwezi kujua ile pancha umezuiliwa kitu gani. Yani Mungu, naenda kufanya kazi yako, uwezi wanaingia wanaiba ng'ombe. Hayo ndio malalamishi. Level yako bado ni ya chini. Paulo na Sila walipokuwa gerezani, bado waliendelea kumsifu na kumtukuza Mungu. Ndio maana nasema Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafunguka. Level ya 4 ya ule uhuru wa kiroho ni ile level ambayo Mkristo anapopitia changamoto, badala ya kufukuza changamoto kwa kutumia nguvu za kibinadamu, anatumia nguvu za kimungu. Usije ukalazimisha level, acha Mungu akupandishe level. Tamani maziwa yasiyogoshiwa, tamani kukua, hiyo ni sahihi. Kuna kufukuza changamoto kwa matamshi, hiyo ni level nyingine. Amini nawaambia, atakayewambia mlima huu ng'oka, asione shaka nafsini mwake, ila aamini ya kwamba ayaombayo yametukia, yatakuwa yake. Kuna Mkristo katika level yake ya kiroho anaongea na matatizo akiamuru mlima ng'oka, na unang'oka. Kuna Mkristo katika level yake ya kichanga, badala ya kuamuru matatizo yaondoke, anaomba, Mungu niondolee mlima huu, Mungu nisaidie. Hiyo ni level ya kitoto, ni ya watoto, ndio ambao wanaomba, baba nisaidie hiki, baba nisaidie hiki. Yani baba yako amekupa nyumba, akakuwekea na umeme, unamuita aje akuwashie taa. Hiyo ni level ya kitoto. Kwa hiyo unatakiwa uvuke, ufikie level ambayo unauambia mlima ng'oka, na unang'oka. Unaiambia matatizo. Yesu hajasema tuyaombee matatizo. Yesu anasema tuyaambie matatizo. Atakayewambia mlima huu ng'oka. Mchungaji, kwa nini kuna wakati unasema tuombee changamoto zetu? Ni kutokana na level za watu ninaoongea nao. Naongea na Wakristo wa level zote. Kwa hiyo nikuonyeshe level ya juu sasa, ambayo ni hatua ya kudumisha moto wa wokovu, ambao ndio ya Paulo sasa na Sila. Wamehubiri Injili, wamekemea pepo, wakasingiziwa. Sikia vizuri, sio kila mambo mnayosikia kuhusu watumishi wa Mungu ni ya kweli. Mengine, tena asilimia kubwa, ni mashambulio ya shetani kwa karakta zao, kwa vile shetani anajua hawa ni threat, ni tishio kwake. Na wengine watafungwa, na magazeti yataandika, na mtaamini ni kweli. Lakini level ya juu ya Paulo na Sila waliokuwa nayo, hakukemea waliomkamata. Alikuwa na uwezo huo, maana walikemea pepo akaondoka. Hawakukemea milango ya gereza, ila waliimba sifa. Yani katika kila ugumu unaopitia. Najua hapa naongea na wachungaji wananitazama, naongea na wainjilisi mnanitazama, naongea na walimu wa neno la Mungu mnanitazama, kutoka madhehebu yote.
unaposhambuliwa na waumini wale wale ambao unawasaidia, wewe sio wa kwanza. Usiwalaani waumini, imba sifa. Alipoimba sifa, milango ikafunguka. Ukuaji wa kiroho haukomi baada ya mabadiliko. Waumini lazima waendelee kujitahidi ili kudumisha nguvu za kiroho kupitia sala za mara kwa mara, kusoma Biblia na huduma kwa wengine. Hii vitu vitatu vizingatie sana. Unapohitaji moto wa wokovu uendelee, usizimike, maana unazimika. Moto haujichochei wenyewe, unachochewa na mtu. Kuni zinaungua. Mimi hapa nayeongea na wewe ili niweze kupata neno la kusema na nyie kila siku na liwajenge, lazima nikachochee kwa njia ya kutafuta mkate katika miguu ya Yesu. Mkristo yeyote ambaye hatachochea kuni za kiroho, moto utazimika. Ndio maana nawambieni, wokovu ni bure, lakini lazima uwajibike. Hakuna uhuru usio na wajibu. Umeokolewa, umewekwa huru, lakini utawajibika. Kuna mambo lazima uyafanye. Nami nakwambia, zingatia yafuatayo nakwenda kuyataja sasa. Zingatia haya. Narudia tena kusoma ya maelezo. Kwenye slaidi yako utayaona hapo. Ukuaji wa kiroho haukomi baada ya mabadiliko. Waumini lazima waendelee kujitahidi ili kudumisha nguvu za kiroho. Sasa hapo ndipo nitazame vizuri. Kwa kupitia sala. Sala inadumisha nguvu. Maombi inadumisha nguvu za kiroho. Namba 2, tena sio sala, tunasema sala za mara kwa mara. Maombi ya mara kwa mara. Namba 2, kusoma neno. Lazima uchochee nguvu za kiroho kwa kusoma neno. Namba 3, huduma kwa wengine. Hivi vitu vitatu lazima uvizingatie. Uwe mtu wa maombi ya mara kwa mara. Hii nimeisema sana kipindi kilichopita. Uwe mtu wa maombi ya mara kwa mara. Namba 2, uwe ni mtu wa kusoma neno la Mungu. Namba 3, uwe ni mtu wa kuhudumia wengine. Ukiwa na vitatu hivi, unadumisha moto wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Moto wa wokovu unachochewa kwa mambo haya matatu. Na wakati mwingine jilazimishe kusoma neno, jilazimishe kusali, jilazimishe kuhudumia watu wengine. Jilazimishe. Rafiki yangu mmoja juzi alipata ajali mbaya sana, ambao ukitazama ile gari ni kana kwamba ile gari huenda hakuna mtu aliyetoka. Alinitafuta sana kwenye simu. Sasa sikiliza kilichotokea. Wakati anasafiri, alisikia sauti ya Roho Mtakatifu inamwambia, toa sadaka kwa ajili ya safari. Ni kitu ambacho mpaka unaisikia sauti ya Roho Mtakatifu ndipo utaelewa kwani kuna uhusiano gani. Najua kuna watu wanakebehi sadaka hizi. Na bahati nzuri mimi naongea na wewe, sina kanisa langu binafsi, kwa hiyo sio kwamba ukinipa naongea hivi ili unipe sadaka. Hapana. Akaambiwa tu toa sadaka. Na bahati nzuri anaambiwa kabisa toa sadaka kwa ajili ya safari. Na akatoa sadaka na akaelekezwa kabisa aitoe kwenye huduma gani ya kiroho, ambayo ina huduma fulani ambayo inaendelea. Akatoa ile sadaka. Ametoa sadaka, baada ya hapo ndipo akaanza kuona maono kuhusu ajali ambayo iko mbele. Lakini kwa sababu ameshatoa sadaka, ameitii sauti ya Mungu na akamsikiliza Mungu, akatembea kwa imani. Akafika mahala fulani, akaamua kupaki gari yake ili achimbe dawa. Ndugu zangu wa Kenya, kuchimba dawa ni kwenda kujisaidia haja ndogo. Cha ajabu ambacho amekiona, anasema yuko pale, anashangaa kuna watu wanakuja namwambia, tukusaidie kusukuma gari maana umepaki vibaya kwenye gema. Amepaki gari ili aende kujisaidia haja ndogo. Amepakije tena gari kwenye gema? Hakuelewa. Lakini alivyoona nikana kwamba alipo kwenye gema, kwa hiyo akaruhusu wale watu wakamsaidia, gari ikasukuma ikaenda barabarani. Aliingiaje pale hata yeye mwenyewe hajui. Akaendelea na safari. Ananiambia hana kumbukumbu nyingine baada ya hapo, maana hakulala, ila alipata kumbukumbu ya mwisho wakati anasaidiwa kutoka kwenye gari, kitu kama hicho. Ajali tayari. Lakini gari ni nyang'a, ni eneo la kwake tu ndilo halikuguswa na kubondwa kama maeneo mengine. Kuna nguvu katika kusali, kuna nguvu katika kusoma neno la Mungu, lakini kuna nguvu katika kuhudumia wengine. Usiache. Tabia za kipepeo aliyekomaa
ni kujitolea kuwa na bidii ya kuendelea na kuhimiza wengine kukua. Wanasema wataalam, kipepeo wanavyotembea wengi, zile rangi zao zingine zinatoa mwongozo kwa wengine vipepeo, wanajua mwelekeo ni upi. Ndio maana unakuta vipepeo wengi kama vile wanaelekea eneo moja. Wakati tukiwa wadogo kule kijijini kwetu kule milimani, milima ya Upare, tulikuwa tunaona vipepeo wengi wanatoka bondeni, maeneo ya kisiwani, wanakwenda mlima Shengena, mpaka tulikuwa tunaamini kwamba wanaenda kubadilishwa rangi huko. Lakini zile rangi zake ni taarifa. Mwingine akimwona mwenzake anajua kwamba yule ni mwenzangu, direction ni hiyo, haendi sehemu nyingine. Mkristo aliyefikia level hiyo atatoa mali zake, talanta zake, maisha yake kwa ajili ya wengine. Kwenye kitabu cha Petro wa pili sura ya 3 fungu la 18 anasema, lakini kuweni katika neema na katika kumjua Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Utukufu una yeye sasa na hata milele. Lazima kila siku ukue katika kumjua Yesu. Unaweza ukawa unamjua Yesu lakini ni kwa levo ya miguu tu. Hujamjua Yesu hata kwa levo ya magoti yake. Unatakiwa umjue Yesu katika levo ya hali ya juu. Kwa hiyo kila siku lazima ukue kiroho, lazima uongezeke, lazima uongezeke, lazima uongezeke. Kwenye kitabu kile kinaitwa Counsels on Stewardship ukurasa wa 26, Ellen White anasema, wale ambao wameongoka kweli watakuwa na macho yao au watakuwa yakielekezwa kwa utukufu wa Mungu. Watajitahidi kwa ukuaji wa kila siku katika neema. Kuwa katika neema. Soma neno, sali, hudumia wengine. Wokovu unachochewa. Mahala fulani Mtume Paulo anasema, ufanyieni kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Ni kitabu cha Wafilipi hiki. Kwa kuogopa na kutetemeka. Kwa lugha Kiingereza anasema work out your salvation. Yani kama wokovu nimepatiwa na Mungu, kwa nini ni ufanyie kazi? Why should I work out? Wakati Mungu amefanya, je, kuna kazi yangu ya kufanya? Ndio. Baada ya Mungu kukupa wokovu, una kazi ya kuchochea kwa sala, una kazi ya kuchochea kwa kusoma neno, una kazi ya kuchochea kwa kuhudumia wengine. Utahudumia wengine kanisani, utahudumia wengine barabarani, utahudumia wengine hospitalini. Wokovu lazima ufanyiwe kazi. Sijui uko level gani, haijalishi. Kwa kuwa leo naongea na watu wote, haijalishi level ulioko. Bwana yuko tayari kukupa maziwa yasiyoghoshiwa. Kuna wale wa level ambayo sio vyakula laini, ni vyakula vigumu. Hiyo ni level nyingine tena. Hata katika mafundisho kuna sana naweza nikaongea kitu, nakuta watu huko kwenye mitandao, kwa mfano wamekata video zangu, wengine kwenye magrupu ya WhatsApp wanaambiana Pastor Mbaga amepotea kabisa, siku hizi sio yule kabisa, wananukuka neno kadogo. Unajua kwamba wanatamani wapate uji, lakini kumbe wamepewa ugali mgumu, umewaumiza koo. Tuko level tofauti, lazima Ukristo wako ukue. Mmoja akasema, mchungaji, mbona tena hubiri unabii? Mbona anahitaji chakula kile kile siku zote. Wewe umefika level gani? Tunapoenda kuomba sasa, haijalishi unapitia level gani ya ukuaji, Mungu anaweza kutubeba wote katika level moja. Endelea kutuma maombi yako kwenye namba inayopita hapo. Endelea kutuma maombi yako, endelea kutuma. Napoingia kwenye maombi sasa, haijalishi umefungwa na pepo wabaya, kaa vizuri kwenye skrini yako. Haijalishi una magonjwa, kaa vizuri. Haijalishi unapitia changamoto ya aina yoyote. Haijalishi kuna dhambi ambayo imekushinda, tumwambie Yesu sasa. Tunapokwenda kuomba, kwa mazingira yote uliopo, kaa tayari kwa maombi. Ninaomba sasa. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji huyu. Leo amejipima katika level ya ukuaji wa kiroho. Huenda kuna mahali amejikuta amejidumaza mwenyewe kwa kukataa chakula cha kumpeleka level nyingine. Mfungue macho ya rohoni akaone umuhimu wa kuendelea kukua kiroho na kula chakula cha kiroho. Pale ambapo anahitajiwa kutubu na kuungama ili aruhusu ukuaji, akafanye hivyo. Wako watu wamebakia katika chakula cha maziwa tu, hawataki matunda.
Kwa hiyo wamekumbwa na utapia mlo wa kiroho. Wanaposikia maneno haya, umewafunulia kwa njia ya Roho wako ukapate kuwasaidia. Ulisema ombeaneni mpate kuponywa, na ukatoa karama mbalimbali kwa ajili ya kujenga kanisa lako. Nami sasa nawaleta waliofungwa na pepo wabaya kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Wewe pepo uliyemfunga mtoto wa Mungu, ninakuamuru kwa jina la Yesu umtoke na usimuingie tena. Kuna mtu ambaye ana ugonjwa ambaye ananisikiliza, uvimbe katika mwili, toweka kwa jina la Yesu Kristo. Kuna mtu ambaye amefungwa na urahibu wa dhambi na matendo yasiyofaa, yote yaachie kwa jina la Yesu Kristo. Kila mmoja kwa changamoto yake, iwe ni ya ndoa, iwe ni ya afya, iwe ni ya kiuchumi, iwe ni ya ajira, iwe ni changamoto kazini, zote nazileta katika mikono ya Yesu Kristo aliyetobolewa kwa ajili yetu, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Baba, ukawasaidie watoto wako moja moja na kuwaweka huru kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, endelea kufuatilia vipindi hivi na shirikisha wengine. Bwana